na kuandaa kwa ajili ya level mbalimbali ambapo Mungu anataka kutembea na wewe na uexperience vitu ambavyo hujawahi kuexperience in your life. Watu wengi sana wanafikiria kwamba Mungu akitaka kukufanyia kuna level au kuna mazingira anakupeleka, Mungu atakutanisha na kikundi cha maombi. Mungu akikuita akataka muongee, siku zote atakuita muongee mkiwa wawili, na sio tu anakuita mkiwa wawili. Mungu ana create atmosphere ambayo inakufanya moyo wako usipende kuongea na watu, communicate na watu, au watu kukuacha pasipo sababu. Watu hawataki kuongea na wewe. Kuna level za kiroho ambazo ukigundua kwamba umekaa sehemu afu kila mtu anaongea na wewe kila siku na hakuna mtu ambaye hataki kuongea na wewe, ujue kabisa kuna sehemu usogei, kwa sababu kuna level za kiroho inabidi ufike mahali unagundua kabisa you are alone. Na hapo ndo kipindi ambacho Mungu anaweza akaspika big things about your life and future na mipango aliyokupangia hapa duniani. Maanake Mungu ana create atmosphere kwa ajili ya kuzungumza na mtu, na akigundua kama anakutaka au anakuhitaji, akagundua umwelewi, ana make sure watu wote wakutafuti, hata wale ambao walikuwa wanaongea na wewe wanakuwa busy. Alafu ghafla unaanza kuwa stressed kwani watu wakutafuta, unaanza kuwatafuta wao, mpaka siku inapita na kile kinapita, unakuja kurealize ni Mungu ndo alifanya vile, na ukiuliza kwani mlikaa kimya, hawana jibu. Sasa watu wengi sana hichi kitu hawaelewi, na hicho ni kipindi ambacho Mungu anataka kuestablish mahusiano au kukuambia something new cha maisha yako. Yani kuna sehemu Mungu anataka kupeleka, na Mungu anataka kuna kipindi u experience ukawe na yeye, ili baadaye watu wote ondoka ubaki yeye na yeye. Kwa sababu ukiona kwa sababu ni vigumu sana kwa watu kuendelea bila kanisa, bila watu, bila washiriki. Kuna wakati mwingine marafiki ule nao ni chanzo cha wewe Mungu kutokuita karibu nawe, kwa sababu amekuja akagundua marafiki zako they have power kuliko yeye. Kuna kipindi ambacho Mungu anagundua kabisa watu waliokubeba wanakupotezea muda, maybe future yako haili sawa sawa, kwa sababu kumbuka kila rafiki ambao unamkaribisha kwenye maisha yako anaweza akakudestroy, anaweza akakujenga pia. Sasa Mungu anataka ufike kipindi ambacho hata kila mtu akikaa kimya una amani, maana yake utu wako ndani una furaha, maana yake the only thing walivyoondoka hawakunyang'anya Mungu. Maana yake Mungu anataka control, atake nafasi kubwa kwenye moyo wako kuliko mtu mwingine yote na vitu vingine vyote. Sasa hii ina involve mali na vitu vyote. Mshukuru Mungu, kwa sababu kuna wengine inabidi wakose pesa ili wewe uombe uanze sehemu fulani, kwa sababu ukiona maisha yako tu yanakuwa mepesi, unapata fedha, hujawahi ku experience kutokuwa na fedha hata shilingi 10,000 kwa mwaka mzima, you cannot earn money au shilingi 1,000, 2,000. Maana kuna watu ilibidi wapite kwenye mazingira ili usipite huko. Ukikutana na mtu ambaye anakuongoza alipita huko na akashinda, wewe upasi kupita the same path. Mjanielewa nilichokisema? Paulo alipigwa, alifungwa magerezani kwa ajili ya Kristo. But mimi siwezi kufunga leo kwa ajili ya Kristo, kwa sababu yeye alisha accomplish hilo eneo na alicover for us. Ndio maana sisi tunahubiri injili freely tena, na hatuna magereza yanatuweka. Kina Yohana walichoma moto, walitobolewa macho, lakini mimi siwezi kutobolewa macho tena, kwa sababu wenyewe walivyo experience ili mimi nisipitie hivyo. Kwa kuna uzao utakuja uta experience nicho experience mimi pia, kwa sababu tuna cover ya mazingira pia. Maana yake tunahamisha levels mbalimbali za kiroho. Sasa kuna vitu mnaelewa. Ndio maana kama babako alifanikiwa kwa level fulani, watu wengi hawajajua hichi kitu. Maana yake Mungu anakuambia, anakuandaa ukiwa mdogo kwamba kuna mazingira babako ambayo alishakutengeneza, kwa wewe unapaswa kukua zaidi yake. Maana yake mara 4, mara 5, mara 6, mara 10 utajua mwenyewe. Sasa Biblia inazungumza kwamba kila kitu kina wakati wake. Biblia inasema kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, right? Watu wengi sana wakiswali neno penda na kuchukia, wengi wanakuwa offended. There's a moment in your life moyo wako unachukia kana watu, na wale unaowapenda hutaki kuwapenda na una shida nao. Afu sio jambo la kipepo unafaa. Sasa nikizungumza hivi sio kwamba sizungumzii mambo ya umbea. Kama kuna umbea ulikuwa involved, kuna matatizo. Ninazungumza naturally. Tena hii situation zinatokea mtu akiwa very close na Mungu. Tena kipindi ambacho uko on fire. Yaani kipindi ambacho like unamtafuta Mungu kwa bidii kweli kweli. Afu ghafla unashangaa tu moyo wako kuna watu hutaki kuongea nao. Afu kuna hiyo level ukivuka ghafla unawapenda kuliko ulivyoacha. Alafu unajua the funny thing about the love of God ina mawasiliano. Siku ukirudi kwenye yako kawaida, watu wote wanaanza kukutafuta automatically. Yani hawaja na hata kuuliza what happened, maana kwa watafurahi pamoja na wewe, watagundua ni Bwana alikuwa pamoja na wewe. Mathayo 10:8. Kwa maana nilikuja kufitini mtu na babaye na binti na mamaye na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu na wale wa nyumbani kwake. Ukisoma maandiko of course ni magumu sana, na saa nyingine kuna watu wanayatumia vibaya. Yesu akasema hakuja kuleta amani duniani. Imagine anasema amani yangu nawaachia, sio kama ulimwengu watu afya. Afu anakuambia sikuja kuleta amani duniani. Sasa uche kufikiri kwamba
Wangapi wanajua watu wangapi wana amani na wewe sasa hivi? Wanakuchekea tu, maana wanadamu kukuchekea maanisha ana amani na wewe. Human being they can laugh. Ukishaanza kukua au kuelekea kwenye level ambazo Mungu anataka ufike au uende, dalili ya kwanza, you are growing spiritually. Grow spiritually kunasababisha kutokuwa na amani kati yako wewe na baadhi ya watu, including your best people. Sizungumzi masuala ya fedha na uchumi, kwa sababu unajua Wakristo wenyewe mna stress ya magari na fedha. Unajua hii ndio tatizo kubwa la Wakristo. Mimi I'm not talking about that. Naomba mniache. Sitoki. Gari, kila mtu anaweza kununua gari, but sio kila mtu anaweza kaa karibu na Mungu. Nasema hivi, kila mtu, anybody, even yule ambaye unamuona your house girl, one day atakupigia oni maana anakuambia upo naye ana gari na $50,000 uko unachomlipa, anakuambia now I have my own car. Ni decision kununua gari. Yaani maana kuna save unasema mwakani lazima nina gari fulani. Na ukisimamia unakuwa nalo. You can drive a car. Maana Mungu ana migogoro na material things. Wala haimsumbui. Ndio maana hauwezi ukasema tu ni ushuhuda kwamba wewe sasa umefanikiwa kwa sababu una gari. Kwa sababu gari ina matatizo mengi, kwa sababu unaelekea mafuta. Ushuhuda ni kitu ambacho kina generate income. Na hiyo income ina grow kiasi kwamba inakusaidia na watu wengine. Hapo tunasema sasa huyu mtu anapaswa kushuhudia. Hallelujah. Katika ulimwengu wa roho anasema ni sikuja kuleta amani bali upanga. Angalia sentence anasema bali upanga. Maana the word upanga maana yake ni kitu kinachokata, kinachoumiza. Ulishaona neno la Mungu linaandikwa ni upanga unakata ukweli. Maana unakata kubaya na kuzuri at the same time. Neno la Bwana can deal na ubaya na kinaweza kudili na uzuri. The word of God. Sasa ukiona anasema nileta upanga, mtu atamfitini mwingine. Maana hategemei kuwe na amani kwenye kanisa kama watu mnaokaa kwenye kanisa hawahami level mbalimbali. Anachomaanisha ni kwamba kuna watu watasogea, watamfahamu Bwana. Kuna level za kumjua Mungu mtu atafika. Kwa maana watu wengi ambao wako ndani ya kanisa hilo watamchukia, sio kwa sababu amenunua gari tu, ni kwa sababu kuna level ya uhusiano wake na Mungu ambao akipiga magoti akisema Mungu A inakuwa A, B inakuwa B. Sasa we need such a people in the church. Na ndio maana ukiona kwamba watu wengi sana wana amani na wewe tu kwa sababu ya masuala ya kifedha na uchumi, bado huja grow. Kwa sababu kama mtu anaweza kukuchukia kwa sababu amenunua gari, wewe bado una matatizo, afu kaona kwamba unanichukia kwa sababu maendeleo. Haya sio maendeleo tunayozungumza hapa. Nisikilize watu wa Bwana. Ukienda hata kwa watumishi wa Mungu, ushakuona unapigana vita kwenye TV. Akigundua umeanza kumfahamu Mungu na akagundua umempita mahali, vita yake ni wewe kila siku. Watu wengi sana hawaelewi maana ile kitu. Maana yake ni kwamba ukiona unahitaji kuwa na company kumjua Bwana. Maana watu wengi sana they need company. Yaani hawawezi kukaa na Mungu personal, they need company. Na hii ndazo kubwa sana, ndio maana Mungu haoperate na watu ambao wanapenda company. Mungu anapendaga solo Christian ambao wana uwezo wa kukaa na watu wakafanikiwa na wanaweza wakawa wenyewe wakafanikiwa. Mungu anataka kubuild mahusiano na wewe ambayo yale mahusiano ya create watu. Mahusiano yako na Mungu yana create aina ya watu ambao utawahitaji for the future. So watu uliotoka nao nyuma, kwa sababu sometimes you have to understand, watu wengi uliotoka nao nyuma hawapushi maendeleo yako na hawapushi your success. Ni marafiki wa kutembeleana na kula bata na wanasubiri siku ufiwa kuchangia. Are we together? But they will never push you to the success. Hakuna hata mmoja zaidi kukukopa na wasikulipe. You need to understand kwamba how come Mungu awe ni Mungu afu atuite kwenye utukufu mkubwa namna hii, alafu create such a people ambao tunawahitaji in our life, ambao they will push us and they will stand with us. How many people you have ambao they can push you every single day, they can correct you? How many friends do you have right now? Tunaweza tukasali kanisani watu hapo, but watu kanisani huku tunaposali na makanisa tunayosali, kuna watu wanategemea uanguke, their desire ni wewe ufail. Kama kanisani kuna mtu anasema hiyo jamaa mbona anaendelea kupasua tu. Sasa nisikilize, lengo langu ni kwenda kwenye the city without people. Mungu kila alimuita mwenyewe, kila mtu, every creature aliitwa mwenyewe. Na unafahamu Mungu alimwambia Ezekiel, mwanadamu simama kwa miguu yako nami nitasema nao, I will speak with you. Well, let me tell you, ukiona hakuna invitation ya Mungu kwenye maisha yako, you're in trouble. Maana yake haujafika level ambapo ukamwamini Mungu direct pasipo some connection. Nikasema maana yake your connection is very important, but you need to train your mind to stand with God. Hata kama huduma zote zilifungwa huku duniani, hata kama kulikuwa kuna corona part 3. Are we together? Watu wengi hawajarudi kanisani na wala hajui tena hawatamani kurudi kanisani. Kwa sababu wenyewe inabidi kanisa kila siku waende kanisani. Kanisa labda let's say our mission ni Ijumaa, tomorrow mpaka Friday nyingine hatujui uko wapi. Maana hicho ni kipindi ambacho unatakiwa kuelewa kwamba ili practice hichi ambacho mnachokisikia right now unakwenda level nyingine. Train your mind to practice things alone. Hauhitaji kupractice na watu na community. Kuna mtu yuko hapa akiopa anaomba kama dunia inashuka, akienda nyumbani the same person kazi yake ni kuangalia movie na kuangalia Sasa anza kuhama cities katika ulimwengu wa level mbalimbali. Utashangaa marafiki zako kwenye kanisa wanakuwa kinyume na wewe, na marafiki zako hawaelewi kwani hawakupendi. Maana yake ni kwamba wamekuja kurealize amani haipo tena, kwa sababu ili kibibilia
familia kiimani, let me tell you, we communicate through spirit. The only thing kinachokupenda ni moyo wangu, but kinye mawasiliano na ni roho zetu. Listen, moyo haunaga mawasiliano na moyo wa mtu mwingine, but our spirit, we ni roho na mimi ni roho, ndio maana tunaweza kuwasiliana. Ndio maana nikifahamu kama napendwa, roho inaipa taarifa moyo kwamba hapa unapendwa, relax. Ukiona kuna chuki, roho inaipa taarifa nafsi na inaambia nafsi don't be offended ukisikia habari. Mjanaelewa ninachosema? Sasa nafsi ikishaambiwa inaanza kutafuta sababu kwa nini inachukiwa, kwa sababu watu wengi sana wanatafuta sababu ni kwa nini. Sasa usitaka kutia sababu ni kwa nini. Kama huyu ambaye anakuchukia hakukupa sababu, mwache aendelee kuchukia au together, kwa sababu it's very important. Sangine watu waone na level mbalimbali za chuki. Kuna wakati lazima akuchukie afu akaja akagundua kwamba alipoteza mtu. Sasa imagine taarifa ngapi roho yako inakupa kwa ili mimi na mawasiliano na roho yako. Maana lazima uwe unakuwa, maanake ukiwa unakuwa my spirit inakuwa na interest kwa sababu iko safe ikiwa na wewe, but ikigundua unaenda Misri, maana unarudia matikiti maji na zile dagaa au together, ikagundua unarudi Misri, my spirit ina lose interest with you, kwa sababu my spirit inajiprotect kwamba sio moyo unaojiprotect, ni roho wewe inajiprotect kwamba haipo safe kwa mtu anarudi nyuma, kwa sababu inaogopa what if nikakufuata kwa ulipo na mimi nikaepotea. Kwa hiyo roho ina tabia ya kukata some connection na watu. Your spirit have this power to cut some connection with people. Ndio maana kuna watu ghafla you don't feel them, you don't even care kama wana exist, kwa sababu it's your spirit inakwambia huyu mtu yuko kuna level aliyofika, ukijaribu kujinvolve na yeye either utamsaidia kuinuka au nao utakufa kiroho, but roho yako inafahamu uwezo wa kile ulichokibeba ndani. Ndio maana ukiona roho yako inakutenganisha na watu fulani kwa kipindi fulani, wala usilazimishe kutafuta mapenzi. Ndio maana roho ya mwanadamu imekuwa trained kuishi yenyewe before. Roho ya mwanadamu ilivyoumbwa, Mungu alikupa pumzi, alikupa nafasi ya kuishi mwenyewe na yeye, yani manake kuishiwe na yeye. Alafu mkiishiwe na yeye, roho yako ndio inaanza kutafuta aina ya watu unaohitaji kwenye maisha yako, maana inaanza connect some few connections, some spirits ambazo zipo duniani ambazo zinaendana na wewe au together. Ndio maana hii swala ndoa kwa nini linawasumbua watu, kwa sababu watu wengi hawafahamu. Ukiwa na grow spiritually, ndoa ni very simple to understand this is the right man, kwa sababu you know why, kwa sababu your spirit inaanza kuwa pick, maana inaanza kugundua who is the right person. Sio right man kwa sababu anavaa jeans na anavaa suruali ya kitambaa, maana right person for the future. Sasa kwa sababu hatuna grow, kila kitu lazima tufanye na watu. Hatunaga moment katika ulimwengu wa roho tukafika level ambayo Mungu akatutrain kutuita wenyewe na akatusaidia kwanza, maana Mungu ana uwezo wa kukusaidia na kajenga mahusiano yako na watu, kwa sababu watu wengi ambao hawajakuwa na Mungu wenyewe huwa hawawezi kuishi na watu pia. Ukiona mtu ambaye hawezi kukaga na watu, akaa na watu lazima asababishe umbea, kwa sababu hakukaa na Mungu mwenyewe. Ukikaa na Mungu mwenyewe, ukikaa na watu unakuwa una faida. Mathayo 4:1. Tuanze sasa kuzungumza masuala ya cities. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Sio Yesu alienda nyikani, yeye hakuwa willing kwenda nyikani, but the Bible say alipandishwa kwenda nyikani. Baada ya kubatizwa, alichukuliwa na Roho Mtakatifu akapelekwa kwenye mji usio na watu, kaa mwenyewe na alijaribiwe mwenyewe. Nasema hivi, Yesu alichukuliwa na Roho Mtakatifu, akaona Yesu before ajaanza kukutana na watu anahitaji some moment alone, na akachukuliwa akapelekwa sehemu kabisa ambapo ni nyika na hakuna mtu yupo, na akawa mwenyewe kwa siku 40. After siku 40 ndio akawa tested. So alipelekwa nyikani kwanza, akafunga siku 40 mpaka aliposikia njaa. Ndio aliposikia njaa, manake mission imeisha, kile ambacho kilifanya akae mwenyewe kimeisha. Sasa anakuwa tested before hajakutana na watu, manake hauwezi kukutana na watu before hajawa tested, kwa sababu Mungu anajua wanadamu ni wanadamu. Yule kanaye anaweza kabadilisha mipango yako. Kuna mtumishi mmoja alikutana naye Somalia, nikawa namjaribu kuongea naye, akasema yeye alivyooa alikuwa mtumishi wa Mungu, ila sasa hivi afahamu ni mtumishi wa Mungu ni nani. Nikamwambia nini kimetokea? Akasema mke wangu anachonifanya sijui mimi ni mtumishi wa Mungu au sijui nani, maana sielewi mpaka wakati huu, maana kila siku ananiambia masuala mambo ambayo yani kiukweli yamedestroy moyo wangu mpaka najikuta sio mtumishi tena. Maana ni kwamba wanadamu wanaweza kabadilisha your destiny. Human beings can change your location kama hujapitia Mungu akakuestablish akakutengeneza anavyotaka. Maanake ukampa Mungu nafasi akakupeleka somewhere ambapo ataregemeza utu wako ndani. Maanake anajua kabisa ukianza kucommunicate na watu in that manner. Watu wengi sana matani kwa mabosi, but ubosi unaweza kukuua in the second time. Ndio maana mshukurugi Mungu ajaye kufanya kwa bosi. Na unasikia hii kitu siku ya leo, kuna watu wanatamani kumiliki malela. Ukimiliki hela umemiliki watu. Yani kiwango cha fedha utazokuwa nacho ni kiwango cha watu uliokuwa nao nyuma, sio mchezo. Na unafahamu machawa, una uwezo wa kuenda machawa kubwa kiasi gani. Maanake uweze kuwa na hela nyingi usio
na machawa nyuma yako. Na ukiwa na hela unaweza ukaamka asubuhi wakuta watu wamejaa getini wanataka kuongea na wewe. Ukiwauliza wanasema tumekuja kukusalimia, tunataka kusikia your wisdom. So we are wisdom. They need your money. Ndio maana Mungu anakunyima success kwa sababu sometimes una uwezo wa kumanage watu. Anataka kitu gani? People can change your direction. Human being they can change your mshukuru Mungu sangine hujaoa na ulipiga maombi ya kutosha na hujaolewa. Usifikirie unao upako leo nao ukiolewa upako unaweza ukaolewa ukaingia ndio hiyo city ya marriage. Ghafla upako uka evaporate. Unajiuliza what happened? Nimeolewa kuja kuishi maisha gani haya? Maana watu wengi sana hawaelewi. Ndio maana watu wengi sana kitu kinawasumbua. Kwa nini Mungu sangine tunamwomba na Mungu anakaa kimya kwenye maisha yetu? Kwa sababu kila kitu unachokiomba Mungu angekupa, ungekuwa umekufa au ungekuwa under serious matatizo right now. Are we together? Mbona jirani yako unaelewa? Ukitaka kujua una matatizo hayo, sasa siongee, sikusema kuna watu hawezi kukaa hata weekend mwenyewe. Na kitu namwambia no, you cannot from moon to evening. Wait a second. Sunday bana. Uko nyumbani. Kwa sababu kuna watu wanapenda sit with people not without. Sasa sijasema usimtembelee rafiki yako pana. Maana nisije nikawafundisha mkasema nimeondoka hapa na mpango kazi weekend hakuna kutembelea, namba mniwe radhi. Sijasema hivi. Nilichomaanisha ni kwamba maisha yako unaweza kuishi mwenyewe kiasi gani, au unaweza ukakaa alone kiasi gani. Na ukikaa alone unafanya nini? Kwa sababu kuna mtu anaweza kaa alone anawaza tu namna ya kumua mtu mwingine. Kuna mtu anaweza kaa alone anaanza namna ya kuharibu. Yaani yuko tu alone. Kuna mtu anaweza kaa tu alone anavusha upumbavu na ujinga. Kuna mtu anaweza kaa tu alone anaangalia movie. Imagine ukikosa usingizi usiku unafanya nini? Maana kuna watu hawezi kuwa alone, lazima awe na simu. Hawezi kukaa mwenyewe bila simu bila chochote. Akakaa tu mwenyewe akakaa kimya masaa 3-4. Watu wanamnayo ni kazi kwenye dunia right now. Na ndio maana watu wengi sana Mungu hana nafasi ya kuita kwa sababu hawana free time. Kwa maana kuna sauti ya Mungu utaisikia kwenye maisha yako kwa sababu always you're busy, you don't have a free time. It's my free time, unanielewa? Maana ukiamka saa 9 usiku cha kwanza ni simu. Unacheki magroup yote na message unasoma. Afu una dakika 10 cha kumwambia Mungu, asante Mungu najua kesho naanza kuna jambo fulani niomsaidie nilinde. Mungu mapepo taniepuke. Afu ghafla unashika tena simu unatafuta usingizi. Una browse mpaka unasikiliza unakuja. Alafu unataka Mungu akusemeshe kwenye ndoto. Mungu anafahamu, hawezi kukwambia ufunge siku moja mkakaa siku nzima. Anafahamu kabisa the way ulivyo. Hauwezi kukaa siku nzima alone. Anafahamu kabisa. Ndio maana Yesu Kristo alichukuliwa kwenye familia yake, akapelekwa nyikani. Maana akaenda kuchukuliwa nyikani, akakalishwa mwenyewe kwa siku 40. Maana yake amekaa mwenyewe siku 40, haongei na chochote, na hali chakula, na hana wa kufanya. Nataka we experience such experience. Alafu chukua wewe maisha yako right. Why kila test una fail? Why every test una fail? Kwa sababu haunaga muda wa kutengeneza mahusiano yako na Bwana. Inawezekana watu wengi sana mjaeko Mungu ajaye atakuaita kwa invite. Na maana kuna saa Mungu anakuinvite hivi na upako. Kuna furaha unaisikia au moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. But how much you ignore such a thing? Unaweza ukaignore tu hiyo hali. Wewe kaingia Instagram, Mungu anakuinvite kwake. Anakuinvite to the kingdom. Anataka muombe. Kuna this joy anaitanguliza. Wewe angalau unachokifanya, unaweza kutafuta mtu akumpigia simu. Yaani nasikia furaha mtoto wa Bwana. Yaani kwa hali yangu jamani. Sio unaelewa unachokisema. Maana yake invitation. That was the invitation. Roho Mtakatifu alimchukua. Maana yake Roho Mtakatifu alimdirect nyika ili ajaribiwe with devil. Before hujaaminika kwenye vitu vikubwa, lazima uwe tested kwenye vitu vyote vinahusiana na watu, mali, vyote. Nasema hivi, before hujatamani hizo pesa unazotafuta, before hizo bilioni, kwa sababu namshukuru Mungu kama hujawazaga billions. Kama unawazaga milioni 20 wewe bado hawezi kuwa tested. It's okay. But if ushakutana mtu anawaza billions, afu kila saa yuko busy, anasema naamini Mungu atanifanyia jambo. Anafahamu kwamba kuna Simon anatoka kuhama kwenye ulimwengu wa roho. But yeye yuko busy kila saa, afu hana invitation. Kumbuka hiyo amedeclare. Maana kuna viwango na figures za kiuchumi lazima Mungu akwambie mwenyewe. Kuwaza milioni ni very simple. Kila mtu anaweza kuwaza, but ikishafika kwenye level za fedha lazima Mungu akwambie. Ananiambia kitu gani? Mungu lazima aprophesy, akwambie wewe una nini nyuma yako. Ni multi-billionaire au ni billionaire au whatever. Mungu anasemaga na watu. Na anakwambia ni kwa sababu gani? Sio tamaa ulizonazo. Kwa sababu watu wengi wanafikiri shauku ulionayo na matamaa ulionayo utakuwa na billions. It's not about hiyo hali ulionayo. Hiyo tamaa tu wewe una tamaa. Wewe bado una tamaa. Yaani wewe una tofauti na watu ambao wadai. Maana kialisia una uhakika na hizo billions. Nani ambaye anataka hasara? Nani ambaye anataka kumpa mtu hela afu apate hasara yeye? Haiwezekani hata mtoto wa Bwana. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anatapia kuwapeleka kwenye nyikani. Nikisema desert, maana ni mazingira ambayo sio mazuri, unafahamu. Ni mazingira ambayo hakunaga watu na hakuna anything kinachokufavor au kizuri. Maana you become alone na hakuna, you are nothing, you have everything. Saa nyingine hata una fedha, it's like yuko same mazingira fulani ambayo saa nyingine uyaelewe ya mazingira yamefikaje. How come nimefika kwenye mazingira? Kuna mazingira unaweza ukafika nayo mazingira yakawa kila mtu anayekutafuta so potential. Unajua ukiona unakutafutaga tu kama wewe. Unanielewa? Mabaji
kama hakuna kila anayekupigia simu sio potential. Yani kila siku unapokea simu tu za watu kama wewe. Nilikuwa vipi? Nilikuwa nakusalimia. Mko salama? Okay, anaambia tena. Nilikuwa nakusalimia tu. Nimeona tu uko kimya. Nashukuru sana. Asubuhi tena kesho. Mchana, jioni. Nilikuwa nakusalimia tu, ulale salama. Vipi? Nimekuona umepita hapa. Imagine umepita mtu anakupigia simu. Kwani lazima unipigie simu nimepita? Watu wa Bwana. Hii kierere cha nini hii? Sasa imagine hakuna mtu anazungumza anything. Hakuna, there is nothing happen. Watu wengi wanafikiria kwamba hizi potential calls zipo. Watu wengi sana kuna sehemu wamefikaga huwa hawataki kubadilisha lifestyle. Na lifestyle lazima ukae na Mungu. Maana Mungu lazima kuna sehemu akupeleke, make sure mmekaa wenyewe. Mungu akupeleke awe na Mungu anataka mfike level ambayo sio tu ukae mwenyewe. Awe na uwezo wa kukuita mwenyewe na mkakaa na mkadiscuss ABC siku 2. Masaa 24 mnakaa mnazungumza na Mungu. Mungu anataka such a person ambaye yuko hivyo. Na kila wakati Mungu akimkuinvite mkakaa hivyo, always ukitoka unatoka na results. Thank you Holy Ghost. Ukiona unapata invitation, kaa kwenye uwepo wa Bwana. Maana kuna sehemu Mungu anakupeleka. Sasa imagine Yesu alipelekwa nyikani, mstari wa 2, kamanisha na Roho nyikani, akafunga siku 40, mchana na usiku, mwisho akaona njaa, akafunga siku 40. Wewe unafahamu kasa mifungo nini? Mifungo kibibilia ninaruhusu operation za Mungu Christ. Mifungo kibibilia maana yake inaruhusu your spirit to go higher and higher kwa haraka. Ndio maana wale ambao mnafunga alafu ukimaliza kufunga you are still the same person. Kihalisia hujafunga, ulikuwa umekana njaa. Kwa sababu fasting inachokifanya, sikwani ninazungumza kitu kipya. Simendaga mlimani, ukitoka mlimani unajisikiaje? You feel like you are una fly. Maana you feel like kuna this joy unasikia. Why Yesu alifunga siku 40? Ndio maana usijaribu kufunga siku 40, mtoto wa Bwana, usile na kunywa. Yesu anahitaji kukua kwa haraka. Maana the moment amebatizwa majukumu yote yameshakuja. But anahitaji kukua, afunge siku 40. Kuna mtu akaniuliza kama angefeli majaribu angekwaje? Nikamwambia angerudishwa kufunga tena. Unanielewa nilichokisema? Unaweza ukafunga, watu wengi sana waelewe. Mifungo sio kwa ajili ya kumwambia Mungu atupe chakula. Mifungo haina uhusiano huo. Mifungo inachokufanya inakwamisha kwenye level ya vitu ambavyo unavitafuta unavipata. Ndio maana mifungo inaruhusu ukuaji. Ndio maana mtu ambaye anafungi kwa wiki hata mara 2 na anatamani kuwa na vitu vikubwa, huyo mtu ni bogus. Maana unajua kabisa kwamba fasting inahamisha your level of the spirit. Kwa at least kwa mtu ambaye mwenye malengo at least ya milioni 100 au together anatakiwa afunge mara 2. Sasa siyazungumza billions. Maana you need to your spirit to grow. Unajifunza kutrain your spirit to grow. Kwa allow growth kwenye utu wako ndani. Ndio maana Yesu akapeleka 40 days. Nini anachotafuta? Ni growth ya haraka. Roho Mtakatifu alimake sure angetafuta kikundi cha maombi, wakaombe, asingekuwa na growth. Listen. How many times umefail kama mwenyewe? How many times? Imagine Roho Mtakatifu angeanza kutafuta kina Petro na Yohana, kina Filipo na wengine. Jamani, Yesu ndio huyu hapa. Na unafahamu kulikuwa na mtoto Yohana Mbatizaji. He was very powerful. Naye alikaa nyikani kama Yesu. Naye aliishi kama Yesu nyikani. Wala ambao mfahamu. Yeye alisema ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani. Akatoka kwa nyikani akaja akaanza kuwahubiria watu, kutengeneza njia kwa ajili ya Yesu. Kwa nini Yesu asimwambie Yohana, embu mchukue nende na Yesu mlimani maana mtrei Yesu maombi? Wakristo ngine leo, unajua Yesu alikati anakuja kuitwa na alikuwa tayari na growth. Alikuwa anajua maandiko. Yesu yale maandiko alikuwa anayasema, sio kwamba aliyasoma akiwa nyikani. Alikuwa anayafahamu kwa sababu alikuwa naye ni mtu wa kanisa, mtu wa dini. Maana unafahamu kipindi kile mambo ya dini alikuwa na, maana alikuwa anasoma gombo la chuo kama watu wengine. Ndio maana akapelekwa nyikani. Sasa watu wengi sana waelewe, kuna vitu unahitaji vikundi, kuna vitu unahitaji kukaa Bwana. Ndio maana ukiona Mungu anataka wale ambao mnatafuta the greatness ya vitu kwenye maisha yenu, vitu maana yake mjifunze kuelewa. Mungu atawainvite, awaeleze hata kwa nini mnahitaji hivyo vitu. Kwa sababu ni very hard kwa Mungu kupa kitu ambacho hata akueleze kwa nini unahitaji. Kwa sababu watu wengi, Mungu I need and Mungu I want. You want it for what? Mungu hainvest kwenye upumbavu na ujinga, watoto wa Bwana. Ndio maana kuna wakati kwenye maisha yako Mungu anaweka atmosphere ndani yako, unajisikia kwamba unahitaji kukaa alone. Ile tu kukaa alone. Kuna mtu hawezi kukaa alone. Akisikia tu ile hali ya kukaa alone, ataanza kupigia simu mpaka wajomba zake. Are we together? To make sure kwamba anaspiri kwamba yuko lonely. Hiyo so loneliness. Watu wengi sana ambao wamekuwa mature kiroho huwa wanajifichaga. Unajiuliza, wana tabia kujificha ficha. Nature ya ukuaji wa kiroho inakusababisha kusababisha growth ya haraka. Ili growth ya haraka tokea, maana jifunze kuelewa. Kuna saa unahitaji kukaa na watu, afu kuna saa unahitaji kukaa mwenyewe. Mungu kuna saa akitaka kukuinvite atakuinvite alone. Maana ukimaliza maombi leo unaenda kuishije ina mata. Ndio maana kuna watu unaofundisha hapa mpaka unasikia mbavu zinataka kuuma, but wakienda nyumbani whatever ulichofundisha kinapotea. Sio kwa sababu hujafundisha, ulifundisha, ila walipata muda saa ngapi kukaa na Bwana alone, wapate muda wa kuinvest na Mungu juu ya kile ambacho umesikia katika siku hiyo. Mara ngapi na wakasema, Mungu nimesikia kuna kuhama, nimegundua
nimegundua naweza nikahama wiki nikaenda wherever. Maana nataka nihame, ni shift katika ulimwengu wa roho, niende kila level nataka kwenda Mungu. Watu wangapi ambao unafundisha masuala level wamehama hizo level? Kwa sababu you need to feel changes za watu. Sasa Yesu anapelekwa nyikani akajaribiwa, akafunga siku 40 mchana usiku. Nilikasema fasting inasababisha growth ya haraka. Ndio maana fasting zina tabia, kuna fasting zinasababisha growth haraka. Ndio maana watu wengi wanaofunga mifungo ambao ni mirefu, maybe anafunga siku 3 hali, huyo ni mtu ambaye anasababisha growth ya haraka, maana kuna ukuaji wa haraka. Ndio maana if you wanna train your mind, unataka kwenda mbali, unataka kubi a giant, jaribu mifungo ya kufunga. Kwa mfano even masaa 36 kila wiki, you practice yourself. Hafu katika masaa 36 jifunze kukaa na Bwana for a month. You will come hapa, hautazungumza tunachozungumza hapa, you will understand what is the goodness of God. Kuna watu wengine hamjafika level hata ku experience the goodness of God. Kuna watu wakisikia Mungu ni mzuri wanasikia tu kwa sababu watu wanasema, but you as a person unajua ku experience such a feeling. Mungu sio hisia, Mungu is real. God is too real. Sasa imagine hapo ulipokaa right now, imagine hapo ulipokaa, angalia kila kilichokuzunguka na watu walikuzunguka. Ni wangapi wanakupush kumtafuta Bwana? How many people they push you to seek the face of God? Our friends, sijawahi kuelewa hii mambo ya ukuaji ya finance, na watu wengi wanatamani kuwa na matokeo. Mimi nataka na matokeo, but anafahamu source ya matokeo yake ni, but hakui kumjua huyo Mungu ambaye ni source. I wish kwanza leo ungeacha kuomba Mungu nipe. I wish ungeanza kuomba kwa tu level. You know, itafika sehemu wewe hivyo vitu unavyo ask, they will ask where to find you. Nasema kuna vitu sometimes vina ask where are you. Kuna mtu mmoja nilikuwa namfanyia some training, alifuata akaniambia nataka kujua. Nikamwambia una shida gani? Akasema sina shida tu, kila kitu kiko vizuri, ila ndani yangu natamani kufa. Nimefikiria mara kadhaa, nimefunga. Nikamwambia okay, nikamwambia usogope. Nakumbuka ilikuwa March this year, na tusali naye, lakini mimi na watoto wengi. Nikamwambia hiyo ni roho ya kwamba maanake shetani amekusababishia ndani yako uone maisha na thamani. Kwa nikamwombea akapo, afu nikamwambia Mungu anataka pande cheo. Akasema mimi. Nikamwambia wewe. Mimi. Nikamwambia wewe. Tukana some discussion bila tatu. Nikamwambia usiombe masuala ya cheo, uanza kumtafuta Mungu. Umesikia utamani kufa sasa hivi? Akasema sitamani kufa tena. Kwa nikawa namtumia vitu vya kufanya kila siku, namtumia kwa simu anafanya. Siku moja miezi kadhaa iliyopita, kama miezi mmoja wa pili, mtu mkubwa wa hiyo ofisi akamfuata akamwambia kuna nafasi hapa, nina ya 3 kutoka hapo ulipo, na mimi naondoka kwenye ofisi, sitakuwa direct. Nataka nikupandishe wewe ukae kwenye nafasi, ili atakuja mwingine asije na watu wake akukute umekaa. Jana ndio kusema hakumwambia, akumuomba mtu amsaidie. Ni mtu amemfuata, amemwambia hivi, yeye anaondoka kwenye nafasi na kuna mtu anakuja, atakuja na watu wake, ila yeye amependezwa kumweka kwenye nafasi ili huyo mtu atakapokuja asimweze kumuondoa. Nikamuuliza huyo mtu ulikuwa rafiki? Akasema sija atakuwa nao karibu naye, ila ni bosi wangu nafahamu. Nikamwambia sasa unaelewa ni kwa nini nilikwambia usiombe nafasi ya kupandishwa nafasi? Wewe mtafute Mungu kwa vizuri na Bwana. Waka wanafunga kila wiki, anaomba. Watu wengi sana tukiwaambia vitu hawaelewi. Na ndio maana kwa nini it's your spirit in attract things. Ndio maana katika ulimwengu it's your spirit inavutia vitu vinatokea. Are we together? Maana nikizungumza hii teknolojia, watu wengi wanafikiri ni teknolojia mpya. Hii sio mpya, ndio imeumbwa kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana sasa kwa sababu amekuza kunipenda, nami nitamweka, nami nitamuinua na kumweka mahali palipo juu. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonesha wokovu wangu. Usisahau ile Zaburi mnayoombeaga mkilala usiku. Are we together? Sasa sikiliza, kama Mungu anasema anaweza akakuinua, maana people they can fight for you. Maana huyu ni mtu ambaye hata hasaliji tu mahali fulani, lakini anaweza akakaa mwenyewe usiku na usiku akamtafuta Bwana. Ni mtu ambaye anaweza akafunga akamtafuta Bwana. Sikiliza, watu wengi sana tunachomisi ni kwamba ili tufanikiwe tunahitaji community. Na ndio maana hii shida inatutesa for a very long time. Ndio maana tukiona watu watutafuti tunakuwa na stress. Kwa nini watu watafute? Kwani lazima kila mtu akutafute kwenye hii dunia? Imagine Yesu amekoa siku 40 kwa mwenyewe. Hakuna cha mama Mariamu, hakuna cha Yusufu, hakuna siju cha nani Joana mdogo wake. For information, Yesu alizaliwa walikuwa 3. Alikuwa Yesu wa kwanza, firstborn. Na kuna watu wanaamini mama Maria hakuzaa. Ndio maana Yesu alimwambia kwamba umepata neema. Unajua neno neema maana sio kwamba you are the only one in the bikira. Wako mabikira wengi, but wewe umepata nini? Neema. Ndio maana Mungu akikwambia umepata neema, haimaanishi kwamba kuna watu wengine kama wewe. Ndio maana what you have ni neema. Mjanielewa? Ndio maana kuna kwenye ulimwengu wa roho Yesu anachukuliwa, anapelekwa nyikani. Kwa sababu gani? Mungu anafahamu ili Yesu avuke hivi vitu anahitaji kukaa mwenyewe kwa siku zipitazo 40. Mbingu zikaanza kumtest, maana neno akatry, akajaribiwa. Neno kujaribia na maanisha ni kwamba ili aweze kutumikia watu, kwa sababu watu wanaweza kumgeuza Yesu. Wewe unafikiri kukutana na watumishi wa Mungu ukiona wanatukana kwenye madhabahu, ni watu waliogeuza wakawa hivi. Hamjanielewa bado? Before hujakutana na mamilioni ya watu, you must be tested a lot. Ndio maana mwachie Mungu akupe. Okay, watu wengi sana hawaelewi kwa nini
sometimes tunaweza tukakaa tutangaze baadhi ya vitu, tunakaa kimya, kwa sababu unakuja kugundua kwamba Mungu kuna sehemu anachokusaidia, kuna kitu Mungu baada anakueleza, anakwambia. Inawezekana umepewa kuhubiria watu 1,000,000, but uhitaji watu 1,000,000, wakati ukiwapata watu 1,000,000 ghafla, you will die spiritually. Unaniambia nachoka, hamjanielewa. Hata kama umepewa nafasi, let's say mimi nimepewa nafasi ya kuhubiria labda watu 1,000,000 wakae sehemu moja kwa wakati mmoja, the moment wakaja watu 1,000,000, nakufa kiroho. Usiniangalie vibaya, nakufa kiroho. Maana yake wewe unaelewa. Watu wengi wanafikiri kusimama tu kuhubiri ni jambo la kawaida, unaweza kusimama ukasaidia watu. Unisikilize, kila kitu Mungu anakujaribu, anahakikisha kwamba you are ready for that. Sometimes unaweza ukafika sehemu ukashangaa tu kesho una watu 3,000, kesho watu 4,000. Hakuna hata maombi ya kuwaombea watu. Washaka tu wanakuja. Mmoja utokea wapi? Maana mbingu zimeruhusu hicho kitu kwa sababu ya growth ile unayo. Watu wengi sana hawaelewi kitu. Ndio maana watu wengi sana mnafikiria kwamba mkimwambia Mungu na stress mlio nayo na maombi mnayofanya, things will happen. As long as you not grow, unapoteza muda kwenye ulimwengu wa roho. Acheni kusumbuka. Mungu, nafuta gari langu, maisha yangu nayavuta. Mume wangu kwa ulipo njoo. Instead na kufunga macho, usiangalie na wake wengine. Jamani, huyo you have someone. Nakumbuka miaka nyuma tulikuwa tunafundishwa, unajua mke wako yuko mahali fulani, kwanza kumwombea wanaume wengine wasimpende. Na mimi nikaanza ya maombi. Nikasema hivi kweli na interest ya kuoa sasa mimi niache. We together. Ni kama nimepiga maombi. Nimefunga kila Afrika hivi, huyu mke wangu ni nani? Hallelujah. Sasa wangapi wana tabia kukaa wenyewe? Wanapenda. Wamefika level, wako kwenye mji ambao wena watu kusiwa na watu, it's okay. My growth haiwezi kuyumbishwa na kuna nini au hakuna nini siku ya leo. Wangapi wanakuwa wakiwa wenyewe?